Ilianza kama utani kwenye vumbi la mtaa, kisha bahari ikagawanyika vipande viwili, akapita katikati yao mpaka anga za kimataifa. Hapa ndipo nakumbuka methali ya penye nia pana njia. Miaka 20 iliyopita tulimuona katikati ya mitaa ya Mbagala jijini Dar es Salaam akipambania ndoto zake. Hapa namzungumzia Captain Diego Mbwana Samata, champion boy. Rudi utotoni, usipotembea utabebwa mgongoni. Tufafa champion boy, nite Mbwana Samata. Kwa wakati huo baadhi ya Gen Z bado walikuwa hawajazaliwa kabisa, na kumuona Captain katika mitaa ya vumbi. Mti mzuri huonekana kwa matunda yake. Alianza kuitumikia timu ya vijana ya klabu ya Simba mwaka 2011. Kocha wa Taifa Stars Jan Paulsen, raia kutoka Denmark, alitembelewa na malaika wa kuibua vipaji, akaguswa na kupewa macho ya rohoni. Akamuita kwa mara ya kwanza na kumjumuisha katika timu ya taifa Mbwana Samata. Mashabiki wao wanasemaje? Bwana, mimi naitwa Tedus. Maamuzi aliyofanya Bwana Samata kwa upande wangu, lakini naona sio sahihi, kwa sababu kama taifa tulikuwa bado tunamhitaji, kwa sababu unajua kabisa Samata ndo ni mtu mkubwa katika timu ya taifa. So ana wadogo zake ambao wako chini, na tayari Samata ana uzoefu fulani wa mashindano makubwa, ameshacheza timu za nje, timu za Ulaya. Maona kwa kiasi kikubwa sana mimi nadhani kwenye AFCON Samata ni mtu ambaye angetusaidia sana. Lakini kwa kuwa yeye kama mchezaji ameshaona na amepush sana kuona kwamba huenda ngoja astaafu awachie vijana, basi natakiwa tukubali, tuwape nafasi vijana ambao wapo sasa hivi. Lakini kiukweli ni pigo kubwa sana, hasa kwa namba anaocheza yeye. Sioni mtu wa namba yake wa kufikisha nchi ya ahadi, sioni hicho kitu. Kwa hiyo bado tunaendelea kumlilia, tutamuimba. Pengine ningependekeza hata viongozi wajitokeze, wamuombe acheze AFCON. Kwa jina anaitwa Deo. Akatoa mchango mkubwa sana tu, sio kidogo sana, mwingi tena sana. Kwa hata kustaafu si atumlaumu, alipofikia hapo astaafu panatosha. Kuna wengine watakuja. Kwa iko sahihi hata yeye mwenyewe kustaafu. Mashabiki ndo wao, mashabiki wenyewe, mwenyewe nilikuwepo, mashabiki wanaanza kumkataa, hakuwa na pressure kutokana na mashabiki wanamsema kila mtu. Ni yapi maoni ya kocha wa vijana wa timu ya Mtibwa Sugar Salimu Mbonde? Lakini kwa mimi kwa upande wangu naona bado taifa linamhitaji. Labda angetusaidia au katika AFCON hii, baada ya AFCON hii basi ndio angeweza kusema anapumzika. Ingekuwa sio jambo baya sana kwa ajili anawapisha vijana tuweze kuchukua nafasi. Kwa hiyo kwa mimi ningetamani pia awepo katika AFCON hii. Iwe ni sehemu ya heshima ya yeye kwa kutumikia timu ya taifa kwa miaka yote. Tumuage kwa hii AFCON ambayo sisi pia ni sehemu ya waandaji. Vijana wengi walikuwa wanaamini waende wakasome shule ndio watakuwa wanabomoa maisha yao au watakuwa na maisha mazuri. Lakini kutokana na mafanikio aliyopata Samata kwenye mpira ya wakaimpress wazazi na wakaona kumbe kwenye mpira inawezekana. Kama leo hii mwanangu akiwa kama Samata anaweza akabomoa familia na yeye mwenyewe maisha yake kwa ujumla. Kwa wazazi wengi baada ya mafanikio ya Samata aliyopata hususan katika mpira wa nje, wengi wakatamani watoto wao nao waweze kuwa kama Samata. Aliyekuwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Juma Mgunda, ambaye alimfundisha Mbwana Samata, anaeleza Samata alikuwa ni mchezaji wa aina gani. Ni mchezaji ambaye ni wa kuigwa na ni mfano kwa wachezaji ambao wanaokuja. Kwa hiyo ni vyema yale mazuri yake yote tukaanza kuyaeleza kwa wachezaji wanaokuja ili wamuelewe Samata. Maana kuna wengine sio kaja kumuelewa Samata. Lakini Samata kati ya wachezaji wazuri, wachezaji wenye nidhamu ndani na nje ya uwanja, na mchezaji kiongozi. Hilo ndio naweza kalisema wakati wote. Samata ameacha alama kwenye nchi hii kwa wale wenye kujua mpira wake. Captain Diego ameitumikia timu ya taifa tangu mwaka 2011 mpaka mwaka 2026. Kwa sasa ni miaka 15 imepita. Lakini pia alikuwa ni dereva ambaye ni nahodha kwa kuongoza jahazi kwa miaka 10, huku akifanikiwa kufuzu fainali za AFCON mara 3 na kuweka historia kufika 16 bora. Captain Diego aliandika historia AFCON ya mwaka 2019. Alifunga goli la kihistoria dhidi ya Uganda na kuipeleka Taifa Stars kwenye AFCON baada ya miaka 39 kupita.
Alikuwa nahodha wa muda mrefu na ameonyesha vijana, unaweza kucheza nje ya nchi lakini moyo wako ukabaki Tanzania. Alifungua mlango kwa wachezaji wengi kuamini. Tunamaliza makala hii kwa msimamo mmoja. Miaka 15 ya Champion Boy, amemaliza kulitumikia taifa kama shujaa. Sisi hatuna deni na wewe, lakini vijana wa Gen Z wanakuhitaji. Mimi ni Mwajab Shafi, mwandishi ni Jacob Kapaya.